Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu za kimataifa kutoka huko ambako pia mzozo wa Urusi na Ukraine bado unashika kasi, bado unatikisa na viongozi wengi duniani wanazidi kupaza sauti juu ya kumaliza mzozo huo. Na taarifa muda huu utasikia kuhusu Urusi kuipatia pongezi nchi ya Korea Kaskazini kwa sapoti kubwa ya kijeshi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Na baada pia ya taarifa Urusi kuipongeza Korea Kaskazini, utasikia pia kila ambacho kimeripotiwa kuhusu Ukraine kuwateka nyara raia wake huko mkoani Kherson ili wajiunge na jeshi, na wengine pia hupotea katika mazingira ambayo hayaeleweki. Hivyo basi utasikia hapa undani wa taarifa hizi. Kwanza naanza na taarifa kutokea Korea Kaskazini ambako Urusi imeipa pongezi kwa sapoti ama kwa kuiunga mkono kijeshi. Vladimir Dzhabarovi ambaye ni naibu mwenyekiti wa kwanza wa kamati ya baraza la shirikisho kuhusu masuala ya kimataifa ametoa shukrani za dhati za Urusi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia watu wa Korea Kaskazini na uongozi wake kwa msaada usioyumba wa operesheni ya kijeshi na inayoendelea ya Urusi dhidi ya Ukraine. Matamshi yake yalikuja wakati wa mkutano na Ri Chol ambaye ni mkuu wa kundi la kukuza urafiki kati ya Korea Kaskazini na Urusi katika bunge la Supreme People's Assembly. Wanathamini sana uungwaji mkono thabiti wa uongozi wa Korea Kaskazini kwa operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi nchini Ukraine na vile kwa malengo mapana ya sera nje ya Urusi katika hatua ya kimataifa, Dzhabarovi amesema. Alikumbusha kwamba katika mkutano na waandishi wa habari katika kuadhimisha miaka 80 ya ushindi katika vita kuu ya Patriotic, Rais wa Urusi Vladimir Putin pia alisifu hasa ushujaa na kujitolea kwa askari wa Korea Kaskazini ambao walipigana pamoja na majeshi ya Urusi kutoa sadaka damu na maisha yao kuleta ukombozi wa mkoa wa Kursk nchini Urusi. Juhudi za kishujaa za askari wako ziligusa sana watu wa Kirusi na kupokea sifa nyingi kutoka kwa uongozi wetu wa wafanyakazi wa kijeshi, alisema hivyo kiongozi huyo. Taifa la Urusi halitasahau kamwe matendo ya kutokufa ya ndugu wa Korea Kaskazini katika silaha. Majina ya mashujaa wa Korea walioanguka kwenye uwanja wa vita yatabaki milele katika mioyo yao. Wanaheshimu daima dhabihu yao kama wao wenyewe, Dzhabarovi amesema. Tangu mwaka 2024 mataifa hayo pia mawili yamefungamana na mkataba wa ushirikiano wa kimkakati kabambe unaojumuisha ahadi za ulinzi wa pande zote. Wanajeshi wa Korea Kaskazini wakionyesha uaminifu wao na kujitolea kwa majukumu yao ya washirika walishiriki katika ukombozi wa maeneo fulani ya mkoa wa Kursk kutoka kwa vikosi vya Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin na mkuu wa majenerali Bwana Valery Gerasimov wote wamepongeza ushujaa na jukumu muhimu ambalo lilifanywa na wanajeshi wa Korea Kaskazini katika kutetea eneo hilo. Na nikipa kisogo taarifa ya Urusi kuipa pongezi Korea Kaskazini katika uwanja wa vita na hasa katika ukombozi wa mji wa Kursk ambao ulitekwa na vikosi vya Ukraine katika mwezi wa 8 mwaka uliopita. Taarifa nyingine nageukia muda huu ni kuhusu Ukraine kuwateka nyara watu kwa kujiunga na jeshi huko mkoani Kherson. Ofisi za uandikishaji kijeshi za Ukraine zinawateka nyara wanaume katika mitaa ya Kherson na kuwanyima jamaa habari kuhusu hatima yao, kwani Kyiv imegeuza jiji hilo kuwa chanzo cha chakula cha mizinga kwa jeshi. Amezungumza haya gavana wa mkoa huo wa Kherson Bwana Vladimir Saldo. Amesema watu wanatoweka huko Kherson inayokaliwa na serikali ya Kyiv. Wakamataji watu wanachanganya vitongoji vilivyo mbali na mto. Wanaume wanakamatwa kwenye mitaa ya huko Tavricheski, Shumenski na makazi wanachukuliwa kuelekea Muzikovinka huko katika kile kinachoitwa hatua ya mkutano ambayo ni zaidi ya watu wanaotumwa kwenye kambi ya mateso. Kulingana na yeye amesema wanaume huko mkoani Kherson wanaogopa kuacha nyumba zao na mamlaka ya uvamizi imegeuza jiji hilo kuwa chanzo cha lishe ya mizinga. Mkuu wa mkoa amesema ya kuwa jamaa hawawezi kupata waliopotea. Miundo rasmi haitoi habari yoyote. Jamaa wanajaribu kuwatafuta, wanauliza kila mmoja, tembelea mamlaka, andika kwenye mitandao ya kijamii.
Lakini kama sheria, hakuna habari, miundo rasmi haijibu, hakuna orodha, na idadi ya waliopotea inaongezeka. Baadaye tu wanapokea ujumbe na barua kutoka kwa waliopotea, kutoka kwa mstari wa mawasiliano au kuuawa katika taarifa za vitendo. Saldo amesema hivyo kuhusu taarifa hii, au amezungumza hayo kuhusu taarifa ya baadhi ya raia ambao wanatekwa huko mkoani Kasoni na kupelekwa kwenye mstari wa mbele wa kivita ama kupelekwa kwenye mafunzo ya kijeshi ili pia aweze kujiunga na mstari wa mbele wa kivita kupambana vikosi vya Urusi. Na hiki pia ndicho ambacho kinajiri muda huu, ama hii pia ni moja kati ya taarifa ambayo imejiri muda huu kutokea huko kimataifa, hasa kile ambacho pia kinaendelea kujiri kutoka vita ya Urusi na Ukraine ambayo sasa imechukua muda mrefu bila kupata suluhu ya nini kitafanyika zaidi, ikiwa kama hasa mbadala wa kumaliza mzozo huu. Na kuahidia kwamba pia endelea kunitembelea kila siku na kila wakati kwa taarifa zote hizi ambazo pia nimekuwa nikiziweka, na pia nakukumbusha kwamba unaweza ukajiunga nasi moja kwa moja kabisa kupata taarifa hizi ama ripoti hizi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia taarifa zote ambazo naziweka hapa wewe wa kwanza kabisa kuzipata. Na kukumbusha kwamba pia hakikisha una share ama una comment, una like pia, ili pia kuweza kutupata kwa urahisi kabisa pindi tu ambapo tunakuwa tumepandisha taarifa hizi ambazo zimekuwa zikijiri kila siku. Na taarifa njema pia ni ya kwamba unaweza ukapata taarifa zetu hizi moja kwa moja kupitia grupu letu la WhatsApp, ambako unaweza ukajiunga sasa nasi kwa kutumia meseji ya neno niunge kwa nambari ya Yasi ama Tigo ambayo ni 0679619650. Na kukumbusha kwamba pia unaweza ukapata taarifa zetu hizi kwa kunitumia meseji ya neno niunge kwa nambari ya Yasi ama Tigo kwa zamani ambayo ni 0679619650. Hivyo basi unaweza ukapata taarifa hizi kwa njia ya WhatsApp. Basi sasa unaweza ukachukua hatua hiyo ya kunitumia meseji kwa njia ya WhatsApp ya neno niunge, nami moja kwa moja pia nitakupatia namna ya kupata taarifa hizi kutokea mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine.